Kugawana kwa jimbo sisi hatujafurahia, kwa sababu tulizoeana na mbunge wetu mmoja. Hatukuwa na wabunge wengi, tulimkubali Tulia hawe ndio mbunge wa kata 36. Lakini kugawanya kwa bunge kama mimi katibu wa UWT, kugawanyika kwa majimbo sijalizika, kwa sababu mimi nampenda sana ndugu yetu Tulia. Na ndio mpaka sasa hivi unaniona nilikuwa kukimbia naye, bado ni naye, na nilikuwa natamani awe kwenye jimbo langu la Mbeya mjini. Nashukuru kwa ugawanyo wao walivyoona kuwa kata ziko nyingi na jimbo ni kubwa sana na pana. Ningependa Tulia angebaki Mbeya mjini, tuwe naye Mbeya mjini, kwa sababu huku ndiko kuna muonekano. Kwanza kuna ofisi ya mkoa, kuna ofisi ya wilaya. Ningependa sana Tulia baki Mbeya mjini. Jina naitwa Ipiana Mwakwama. Mimi ni mkazi wa kata ya Sinde, Tajani Beach. Kwa hiyo kuhusu mgawanyo wa jimbo Mbeya, mimi binafsi sijalipenda, kwa sababu mbunge wetu tumempenda na amefanya makubwa. Sasa huu mgawanyo kidogo unatuchanganya, kwa sababu tayari akiondoka kwenda sehemu nyingine, tayari huku tunabaki na pengo, kwa sababu vitu vingi sana amefanya kwetu. Sasa anaweza kaja mwingine, lakini sasa utekelezaji ule wa yule ambaye alikuwepo mara kwanza unaweza kuwa tofauti. Ndio maana tunaumiza kichwa kwamba tunapenda sana abaki jimbo la Mbeya mjini ili tuendelee kufanya kazi. Mtazamo uliopo na kuja kugawanishwa jimbo letu, tumesikia tayari jimbo limeshagawanywa kutokana na ukubwa wa jiji. Jiji shakuwa kubwa na watu wako wengi, na bado wengi wanaingia sana kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa watu wamekuwa ni wengi sana. Wanasema wasiposhukuru kwa kidogo hata kikubwa huwezi kushukuru. Tunamshukuru Mungu kwa hili lililofanyika, tunajua ni kwa mapenzi yake, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Tulia alikotutoa mpaka hapa alipotufikisha. Hatuna cha kikubwa sana cha kushukuru, tunaishiwa maneno. Tumempenda sana kwa kazi alichofanya. Tumekubali kwamba jimbo linagawanyika, na tunajua Mheshimiwa hatuko naye. Yaani hilo tunajua kwamba Mheshimiwa hatuko naye, lakini pia huko aliko hatutaacha kuwa naye. Na tunamuomba Mungu atupe kiongozi thabiti ambaye ataendana na sisi, kwa sababu Tulia alikuwa anajua mipango yetu sana kama kata ya Sinde. Alikuwa anajua changamoto zetu, alikuwa anajua mahitaji yetu, alikuwa anajua kwenda na sisi. Huyo mwingine atakayekuja atatupa tabu, maana hatujamzoea. Kwa tunamuomba Mungu kwamba atupe hitaji la moyo wetu. Kila alichopanga Mungu kutupa, basi atupe kwa wakati wake. Na mtu atakayetupa basi awe ni thabiti kwetu na atekeleze matakwa yetu kama kata ya Sinde. Kusema kweli kuhusu kugawanya kwa jimbo ni jambo zuri, lakini baadaye inakuja kuwa jambo baya, kwa sababu ni jambo zuri kwa sababu serikali inapokuwa inafanya jambo lake, na maana imefanya ule upembuzi yakinifu kwamba ili jambo lilikuwa linastahili kufanyika na inaenda kufanya kwa lengo moja tu, kuwaletea maendeleo wananchi wake. Ndio maana maamuzi yote ya serikali huwezi kuyapinga, kwa sababu hata kugawanya kwa jimbo ni vitu ambavyo wameviona. Mbeya mjini iko na jumla ya kata 36. Lakini kata 36 kwa na mbunge mmoja, na hizo kata 36 zimejaa watu wengi. Kusema kweli kuwashughulikia au kuwatumikia ipasavyo inakuwa ni ngumu. Ndio maana serikali ikaona namna gani itawafikia wananchi, ikaona ni heri gawe jimbo kama ilivyogawa. Mimi naona ni jambo la heri, lakini inakuja kuwa baya, kwa sababu kiongozi tuliyemzoea mjini anaenda jimbo lingine. Kodi ipo. Tushaona, tunaishi na mama, tunaona. Tunaona. Kwa binafsi sisi tuitamani jimbo ligawanywe, lakini Dr. Tulia baki kwetu kama itawezekana. Jimbo kugawanywa sisi hatupingi, sababu ni mipango ya serikali na waliona katika maendeleo kwa kutumikia wananchi wao ni lazima jimbo ligawanywe kutokana na idadi ya kata kuwa nyingi, idadi ya watu kuwa wengi mjini. Kwa ile tuseme kiongozi majukumu yanakuwa yanamuelemea. Kugawa jimbo ni sahihi, lakini jambo letu sisi ni moja. Speaker, rais wa mmoja wa bunge dunia nzima, abaki pale pale kusemeka kuwa anatoka jimbo la Mbeya mjini. Huyu ndio mwakilishi wa wana Mbeya mjini huko anakokwenda. Mimi mtoto wangu Tulia nampenda. Kwa kugawanyika kwamba ameondoka ameenda Uyole, lakini yote ni mema. Ila napoenda Uyole asitusahau jimbo letu alikotokea, maana tunampenda. Ndio kwenye kini huku hatusahau. Kama alivyokuwa atatenda mema, ataendelee kutenda mema. Kwa hiyo tunamtakia tu heri zote na kumuongeza siku za kuziwe nyingi.